Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM kusikiliza ujumbe wa Mtakatifu Gaspari siku ya leo, ikiwa leo ni Mei 25. Wakati fulani bahari inakuwa katika machafuko, wakati mwingine shwari. Mioyo yetu ibaki imara katika Mungu, kama lilivyo jabali baharini. Lenga kwa Mungu na uwe na shauku ya ndani ya kuwa katika muungano naye. Wakati fulani bahari inakuwa katika machafuko, wakati mwingine shwari. Mioyo yetu ibaki imara katika Mungu, kama lilivyo jabali baharini. Lenga kwa Mungu na uwe na shauku ya ndani ya kuwa katika muungano naye. Ndugu mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza, katika huu ujumbe unalenga au unasisitiza kuwa katika maisha ya kuwa mfuasi halisi wa Yesu Kristo kutakuwa na nyakati mbalimbali za ufuasi. Kutakuwa na mateso, kukataliwa, magonjwa, matatizo, mikasa, mifedhehesho, huzuni na hata furaha. Mtu wa Mungu unaalikwa kusimama imara katika imani, kwani katika barua ya kwanza ya Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 16 aya 13 anatualika au anatusisitiza tusimame imara katika imani. Mfuasi halisi wa Yesu Kristo huchukiwa na ulimwengu kwa sababu tunamuelezea Yesu vyema, na maanisha tunaitangaza iliyo kweli, na ulimwengu hauhitaji iliyo kweli kwa sababu umezungukwa na udanganyifu. Kumbe ulimwengu unachukia kweli ambayo ndiye Kristo mwenyewe. Kumbuka mtumishi wa Mungu Yohane Mbatizaji alikatwa kichwa kwa jamaa Herodia, mke wa Herode, kwa kusema kweli ya Herode kuoa Herodia, mke wa kaka yake. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 14 aya kwanza hadi aya ya 13. Utapata tafakari fupi inayohusu juu ya Yohane Mbatizaji kukatwa kichwa kwa kusema tu ukweli. Katika kuishi maisha haya ya muungano na Kristo kunahitaji kuwa na uvumilivu, kwani imeandikwa, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 10 aya 22. Hali yoyote inayotokea katika maisha, kwa kuwa mfuasi wa Kristo unapaswa kukabiliana nalo pasipo kukata tamaa, kwani tumetangaza uadui na Shetani. Hivyo hawezi kuacha kututisha na kutuletea vitisho na hofu na mashaka. Maana katika kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 2 aya kwanza anasema, mwanangu, ukija kumtumikia Bwana, weka tayari roho yako kwa kujaribiwa. Mpendwa mwana wa Mungu, usiache kumtegemea Mungu, maana kwake kila kitu kinawezekana. Rejea Injili ya Marko sura ya 10 aya 27 anaposema Yesu akawakazia macho akasema, kwa wanadamu haiwezekani, bali kwa Mungu sivyo, maana yote yawezekana kwa Mungu. Tumuombe Mungu Roho Mtakatifu atujalie neema ya kuwa na shauku ya ndani ya kuwa katika muungano na Mungu. Itukuzwe damu ya Kristo. Aliyekuletea tafakari hii ni Frateri Moses Fosini Mitanda wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu.